bwana kwa wadau wetu. Kwanza tuwaombe radhi wadau wa Simba Fans TV kwa kutokuwapa ladha muda mrefu. Pia watuvumilie kwa sababu tulikuwa tunaijenga Simba Fans TV. Sasa tunakuja kivingine. Yaani wanapokaa wajue kwamba Simba Fans TV inakuja kivingine kabisa na watapokea vitu vipya kuanzia hapa na kuendelea. Umeelewa Abdallah? Mimi yangu ni hayo. Basi limeisha hilo ndugu yangu. Asante. Ndio jioni njema ndugu yangu. Asante sana. Naam bana, tumeshuhudia Wekundu wa Msimbazi Simba leo wakifanya vyema katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate kutokea pale Manyara, lakini licha ya kutoa sare katika mchezo uliopita wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya TRA United bao 3 alama 3, ushindi wa namna hii umepokeaje kwanza? Kwanza nimeshukuru Abdallah kwa sababu muda mrefu sana kituo changu cha Simba Fans TV kimepitwa na baadhi ya matukio, lakini madamu umenipigia simu basi nitagusagusa maeneo ambayo nitakuwa naona yanapaswa kuzungumza. Naweza kuzungumzia ingawaje wenzangu waliopita walizungumza. Kwanza mimi nishukuru kwa ushindi wa Simba. Ndio. Spirit walionayo wachezaji, uwezo walionao, namna ambavyo wanatengeneza umoja, namna ambavyo wanajaribu kutaka kutengeneza chemistry wakiwa wako katika mechi. Unajua chemistry ya timu kitaalamu inatengenezwa mazoezini, inakwenda kufanyia kazi katika mechi, lakini wao wanatazama namna ya ukubwa wa mechi, utayari kupunguza haraka na kupata matokeo. Nitakwambia kwa mfano mechi iliyopita ya NBC nadhani au ndio CRDB iliyopita ilikuwa ni ya Dodoma dhidi katika kombe la FA kwa maana CRDB Federation ni CRDB ambao ushindi wa bao 3-1. Na nimeanza hapa na kusudia kombe lenyewe, unaona. Ndio. Kwa mechi walizocheza na Dodoma Federation ni tofauti na mechi waliocheza katika ligi. Ilikuwa inakwenda kufanana kwa tabia. Mechi ya ligi kati yetu na Dodoma Jiji ilikuwa ni sare, lakini sare ambayo ilikuwa na goli lolote ndani. Sahihi. Kwa hiyo kama ulikuwa unaichukua ile mechi ya mwanzo ambayo ilileta sare bila goli, ukileta tafsiri ya kawaida ya mechi ya pili ulikuwa unaona kuwa Dodoma Jiji wameshinda mechi, maana yake wataishinda mechi goli moja. Umeelewa sijui? Ndio. Lakini kwa sababu watu katika uwanja wa mazoezi ni wamoja, na katika uwanja wa mechi wanakwenda kutengeneza umoja waliotengeneza kwenye uwanja wa mazoezi, wanakwenda kupata goli 3 ambazo kwa akili ya kawaida hakuna mtu alipokuwa anadhania. Akivuta picha ya Simba namna ambavyo ilikuwa ikidondosha pointi, Simba hii unayoiona ya raundi ya pili haijafungwa na timu yoyote, lakini ndio Simba ambayo imechezewa faulu nyingi na waamuzi. Mechi na Yanga, mechi na Azam na baadhi ya mechi nyingine. Mechi na Dodoma Jiji ya kwanza ilikuwa na faulu ya kimaamuzi. Umenielewa sijui? Ndio. Lakini bado kikosi cha Simba kiko tayari kupambana kama kikosi katika uwanja. Tena mimi napenda jambo moja, ukiwatazama Simba wanavyoanza kucheza na timu hizi za kawaida, Simba unaona kama ni timu ambayo yani nisemeje, nitumie lugha gani? Ni timu ambayo kama haihitaji kitu chochote katika uwanja vile, sijui lugha hiyo inaeleweka. Yaani kama ni timu ambayo inacheza kwa mtindo wa kimazoezi chini sana wanapoanza mashambulizi yao. Yes. Lakini pia haikaribishi hatari nyingi kutoka katika goli lao. Basi hivyo mpaka wanafika wakati wanakwenda kukuadhibu. Na kadiri wanapokuwa wanafanya makosa, sisemi kwamba timu yangu iko bora sana taktikali kwenye kumaliza mipira ya mwisho, hapana. Kuna muda tunachelea kumaliza mipira ya mwisho kwa sababu nyingi tu. Sababu za kufanya alasing kutoka kwa mabeki kwenda kwa forward wetu, huwa wana alasi sana kwa sababu ya kupunja hizo nafasi za kumaliza, na zikitokea zinakuwa sio nafasi sahihi, lakini kwanza zinatengenezwa kwa wingi kwa sababu kitaalamu Abdallah, timu yoyote ambayo inatengeneza nafasi nyingi yenyewe inakuwa ni ya kwanza katika kushinda. Yenyewe inakuwa inategemewa kwa ya kwanza katika kushinda. Kwa hiyo nakwenda kuiona Simba ya Steve Barker, Simba ambayo haikutii pressure kuitazama, Simba ambayo inaruhusu nafasi ya kukuonyesha kwa sisi tunachotaka ni hiki. Simba ambayo tafsiri yake ni kikosi kipana. Umenielewa vizuri? Ndio. Nikisema kikosi kipana,
nianzie na wachezaji waliokuwa uwanjani. Simba ina majeraha ya watu wawili. Ina majeraha ya Wilson Nangu, mwenyewe mtu ambaye anacheza central back, lakini ina majeraha ya Hamza. Ndio. Ukimtafuta mtu wa Simba Suleiman na golikipa toa tu. Ndio. Turudi kwa wachezaji wa ndani, kumtafuta mtu yote wa Simba. Namna alivyokuwa anamwamini Hamza na namna alivyokuwa anamwamini Nangu, leo ukiwauliza watu wako wapi, inawezekana wako watu wamesahau kwao ni wachezaji wetu. Kwa nini wamesahau? Kwa sababu walikuwa kwa uwanjani wanakuofa kitu unachokitaka na watakupa kwa wakati. Na nimemuona kuna kijana mmoja huyu anaitwa Mbegu. Hussein Mbegu. Mwalimu anamuingiza sana kipindi cha pili. Nenda kuona issue nyingine kubwa sana. Yaani Mbegu anaweza akasababisha baada ya kuumia mtu yote kati ya Hussein Dalok, umeelewa? Au Ture. Mbegu anaweza kuja kuambia watu wa jamaa wanaweza wakanipisha, kama ilivyokuwa kwa watu wasiojua mpira, wana mabeki ambao walikuja kama masiala, umeelewa vizuri, wakasababisha wao wakawafikiri tena. Sitaki kutaja majina ya timu hizi za kawaida, niendelee kuizungumzia Simba yangu. Kwa hiyo bado Mbegu anavyonionyesha kadiri ya siku zinavyokwenda, ananionyesha siku ya kupewa time ya kweli, umeelewa, mechi 1, 2, 3, wako watu hawatuendelea tena kuwaamini hao watu wengine. Kwa hiyo chini ya Mwalimu Baka nimeondoa hofu kubwa kwanza, kwa maana huwa naamini na kwenda kupata matokeo katika mchezo, lakini naona Simba bora, na nisifu sana hivi vitu, nisiache kusema nisifu sana watu walioshauriana na benchi la ufundi wakati huu, watu walioitakia mema Simba, watu ambao wamekuja kutuandalia timu hii unayoiona. Yaani Clatous Chota Chama kadiri ya siku zinavyokwenda anazidi kuwa balaa. Unajua kama umetazama mpira, kuna mpira mmoja umepigwa hafu ya pili, nadhani kama dakika ya 60 na kidogo. Ndio. Wakati anakimbia Clatous Chota Chama kwenda kuchukua ule mpira, kabla ya mpira wa marudio nilikuwa najua mwanamume Aura ndo anatembea kasi ile. Alikuwa anateleza kama nyoka kwenye nyasi hivi. Sio masiala, lakini baadaye kamera inaniambia hapana, huyo sio Aura, huyo ni Clatous Chota Chama, fundi wa mpira. Hata mnafiki juzi kazungumza, mtu asiyejua mpira, lakini juzi kaona aibu kazungumza, akasema Chama ni mtu hatari kuwahi kutokea. Mnafiki wa mpira Tanzania ni mmoja, ni Haji Sande Manara. Huyo ni mnafiki katika mpira, kwa sababu hajawahi kuwa na timu. Yanga sio yake wala Simba sio yake, lakini alipokuwa Simba alisema mimi Simba, huko Yanga alisema mimi naipenda Yanga toka mdogo. Sasa hivi ana timu, kawa mchambuzi. Umeelewa Abdallah? Labda sasa hapo tugusie namna ambavyo Clatous Chota Chama kabla kadri siku zinavyokwenda amekuwa akibadilika na kuifanya Simba icheze vile ambavyo anataka yeye, kama ambavyo alifanya miaka kadhaa huko nyuma wakati akiwa kwenye kilele cha ubora wake. Leo ameondoka na man of the match. Ndio. Nani Abdallah, mpira wa Tanzania ni miongoni mwa mpira ambao duniani huwezi kuona sehemu yote, utauona Tanzania. Kwa nini? Mpira wa Tanzania wamechukuliwa watu ambao hawajui mpira, hawafahamu michezo ya mipira. Yaani wapo ni watu wapo wao ndo wamechukuliwa wakasogezwa mbele, wao ndo wakapewa nafasi za kuwa viongozi katika mipira. Yaani sisi tumemheshimu mtu mpaka tunakutambua Abdallah sio mwana michezo. Abdallah ufahamu mpira. Yaani tukakuleta kwa sababu ya heshima ya uongozi ulionao. Haya mambo ndo yameenda kuharibu mipira. Tumejaribu kufanya mambo. Nitakukumbusha Abdallah, kuna tukio moja vibweka sana huwezi kuliona duniani. Utaliona kwa watu wa mpira. Kuna siku mechi ya ligi kuu ilisimamishwa kucheza, tulimpisha rais mstaafu ahutubie mechi ya ligi kuu. Yaani hapa sizungumzii siasa, nazungumzia mpira wa Tanzania. Akachukua dakika 15 akihutubia, wakati ratiba ya mechi imeonyesha mechi itachezwa saa 10, ikachezwa 10 na dakika 15. Ni kweli huyu anapaswa kupewa muda, lakini sio muda wa mpira. Angepewa dakika 15 kabla mpira kufanyaje? Kwanza mpira wa kwetu ni wa kivyetu. Sasa hawa watu wenye mamlaka hayo, sasa simzungumzie yeye tena, nimetoa mfano wa mpira wa kwetu. Hao ndo wapo katika mipira. Kuna muda wanatuharibia mipira. Kwa Clatous Chota Chama, kwa nini nilikwenda katika hoja hiyo? Zilitumika siasa hizo na watu hao kwenda kumlazimisha mtu kucheza sehemu ambayo hakutaka kucheza. Hakuna mtu yoyote katika kikosi cha Yanga anaweza kumnyima namba Clatous Chota Chama. Hayupo na wala hatotokea. Umenielewa? Lakini kinachofanyika
wewe Clatous Chota Chama hapo Yanga ulipo ni sehemu yako ya mahaba, ni sehemu yako ya dhati, unaweza kujitoa, sijui umenielewa kaka? Nakupata vizuri ndugu yangu. Hawezi kujitoa kwa 50%, 60%, 70% wala 100%, kwa maana ikabaki kuwa mimi nimesajiliwa tu, niko hapa na siasa imetumika, na kwa sababu nimegombanishwa na watu wangu walikuwa wananipenda, watu wakajifanya wananipa dau kubwa, ngoja nicheze. Kadiri ya siku zinapokwenda, upendo wa kawaida wa kimaisha uoni. Mfanyakazi yoyote anafanya kazi kwa weledi baada ya kwanza, acha marupurupu, acha uhakika wa kupata fedha na nini, katikati yake kuna upendo wa dhati upo kutoka kwake yeye, katika huo upendo kwenda kwa watu walompokea. Umenielewa? Yanga baada kulipa mishahara na vitu vingine kama uko jela kaka. Ukisha kulipwa mshahara wako na vitu kama uko jela, hakuna ukaribu, hakuna urafiki, hakuna nini. Zile mwembo unazomwona engineer sijui kienda na wachezaji wa Yanga kawakumbatia, zile ni kamera. Kuna mtu mmoja alichora mchoro huu, umenielewa shehe? Alichora mchoro wa video, si ndio hii TV mnaita, si ndio video Ndio. Alichora mchoro wa TV, alafu akakata katikati. Kipande kimoja cha mchoro kinaonyesha mtu mmoja na ndevu nyingi. Alafu kuna mtu yule kavaa combat za jeshi anamkimbiza mwenye ndevu. Lakini mchoro wenyewe huu wa upande mmoja ukaonyesha dunia. Nielewe vizuri. Yaani umeonyesha umbo la dunia, afu katikati yake kuna mtu mwenye ndevu anakimbizwa na mtu kavaa combat. Kwenye mchoro wa TV, ndani ya hiyo TV moja, sasa mchoro wa pili umechorwa TV, inaonyesha yule mwenye ndevu ndo anamkimbiza huyo mwanajeshi. Unaelewa fumbo lake ilivyo? Ukiona maana gani ndugu yangu? Kuna vitu vinaonekana katika TV, yani mimi naonekana na wewe Dula tunapendana sana katika umbo la TV. Lakini katika umbo la uasilia, umenielewa, mimi na wewe tunachukiana kuliko maelezo. Sawa. Sawa Sahihi. Hata tukija huku katika ukweli kwamba unapomuona yule engineer anatoka sijui kwenda kuwapa mahaba sijui mashabu na wachezaji wa Yanga, zile ni mbwembo, zile ni umbo la TV. Ukweli wake huku maisha yake magumu, huwezi kuishi. Clatous Chota Chama akatolewa akaletwa kwenye maisha magumu, akawa hajitumi, hayuko tayari, hawezi kupokea, hawezi kuadapt kile alichokuwa anapewa na hawa makocha kutoka Ndala Mbovu, hawezi kupokea ule utayari wa mashabiki wa hii timu ya Ndala Mbovu. Hatima yake ni ngoja nicheze mpira, muda uishe, nitakwenda sehemu ambayo naitaka. Na haikuwa kwa Clatous Chota Chama, ilikuwa hata kwa mtu mmoja anaitwa Emmanuel huku, kama unakumbuka. Tunamuuza Eto'o Dulcid, umeona? Anarudi anachukuliwa Yanga miezi 6, anaonekana kama kanda mbili fulani, anakuja Simba analiwasha Soma Siala mpaka tunakwenda klabu bingwa ya kwanza robo finali. Moto wanaowasha huku sio leo. Umenielewa sijui? Ndio. Kwa nini? Kwa sababu ukiacha marupurupu na vitu vingine, watu wana upendo wa dhati huku, watu wanakupokea kweli, hawana vijembe, hawana tarabu, ni watu wamenyooka. Na zungumzia Simba Sports Club, yaani kizungumzia haki zote na vitu vizuri, usitafute timu nyingine, watu wenye haki yao. Kwa hiyo jua Clatous Chota Chama sasa yupo katika chuo, yupo sehemu ambayo anaweza, yuko sehemu ambayo watu wake wanamwamini. Hamna mwana Simba ambaye amwamini Chama. Kuna siku nilikwambia kwenye kituo chako akiwa yuko Yanga, ukimtaja Chama unamtaja kwenye rekodi akiwa wapi? Simba. Huwezi kumtaja kwenye rekodi nyingine. Kwa Chama amerudi katika uhatari wake, kwa sababu alipo ndo kuna watu hatari kuliko maelezo. Sasa anazidi kuonyesha uhatari kuliko kwenda timu ambao shekhe hata pasi haina, nategemea kila mtu atoke lalu uwanjani. Mimi Clatous Chota Chama sio mtu ambio babu, mimi ni mtu wa penetration pass mnaita Waingereza. Umeelewa vizuri? Mimi mtu wa pasi zile za hatari, yani sehemu hazipigiki mimi napiga mbio, tunakwenda wapi? Kwa hiyo ndio maana unamwona Clatous leo yupo katika ajira ambayo moyo wake unataka, akili yake inataka, waliomwajiri ni watu ambao wanamwamini, wanampa nafasi. Umeelewa vizuri Ndio. Ndio sababu ya hivi vyote unavyoviona.